Lakini nimeona taarifa kuhusiana na kushutumiwa kwa rais aliyepita. Sawa bwana, kama ukutana nayo rais aliyepita hivi karibuni nimeona akishutumiwa. Sasa jana Jumanne mambo yakawa hadharani mengine. Sasa iko hivi uchungu. Chama cha Jubilee kimemtetea kiongozi wake bwana rais wa zamani Uhuru Kenyatta baada hivi majuzi bwana kuingizwa kwenye mzozo wa kisiasa kuhusu jinsi pesa za kampeni zilivyoendeshwa wakati wa azma ya Raila Odinga wakati anautaka urais mwaka 2022 ikiwa imefeli, huku akishutumiwa kwamba alitumia fedha vibaya wakati ule ingawaje walifeli. Na haya anajiri baada ya katibu mkuu wa ODM na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kuhusika katika vita vichafu vya maneno na mkurugenzi wa uchaguzi wa chama hicho bwana na mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed kuhusu nani alifuja pesa hizo wakati wa kampeni, huku akimuingiza rais huyo alistaafu. Sifuna anashikilia kuwa Junet alitumia vibaya pesa ambazo zilitolewa na Uhuru kuunga mkono kampeni za wakati ule za Raila, huku pia Junet akidai kwamba Uhuru alidaiwa kutumia watu wake wa ndani kabisa na familia kufuja pesa hizo, kitu ambacho kinaibuka wakati huu na kutaka awajibishwe juu ya hili ambalo linaendelea. Na hii yanajiri jana Jumanne, sio? Wakati akihutubia wanahabari hivyo Jumanne ya jana pale Nairobi, chama hicho kikiamini kwamba mashambulizi hayo yanafanywa kwa matakwa ya serikali na kuyataja kuwa ya kutokuwa waaminifu, yenye mwelekeo wa kisiasa na mbaya ambao analenga kugeuza mawazo kutoka kwa kushindwa kwa utawala wa sasa kwenda kuangazia katika uchaguzi unaofuata. ODM wanaanza kurusha makombora. Yes, sema bwana yule jamaa inabidi naye angaliwe namna gani alitumia fedha wakati wa kampeni zilizopita. Mambo yalopita mzee anaibuliwa saizi. Kabisa. Ni kweli kwamba chama cha Jubilee chini ya Uhuru Kenyatta rais mstaafu waliweza kuwaunga mkono ODM kuweza kupambana na Kenya Kwanza cha chama cha Rais Ruto. Na tunafahamu kwamba siasa za Kenya ni siasa za kibepari, siasa za kitajiri. Na zote tunafahamu kwamba mfumo wa siasa za Kenya ni mfumo ambao of course kama duniani kote, lakini umekuwa ukihusisha mataikun au maping king wa kisiasa hata nchi ya Kenya, ikiwemo watu ambao wanatoka mlimani, lakini zaidi sana hilo kabila la Kikuyu, lakini zaidi sana watu ambao wanatoka ni Wajaluo ambao wamekuwa ni sehemu kubwa katika jamii ya nchi ya Kenya. Kwa mwaka 2022 waliungana kati ya Wakikuyu akiongozwa na Ping King Uhuru Kenyatta rais mstaafu na kuweza kumuunga mkono aliyekuwa waziri mkuu mstaafu Raila Odinga na kiongozi wa chama cha ODM. Sasa hoja msingi ni kwamba kunayo maneno ambayo yametokea au kurushana maneno ya watu kama kumtuhumu namna gani Uhuru Kenyatta aliweza kutumia fedha nyingi katika kampeni. Na hoja sasa hivi ukifuatia siasa za Kenya wamekuwa wakihangaika nani aweze kuwa mrithi wa chama cha ODM kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kwa kimsingi ni kwamba zimekuwa ni hoja za tofauti, lakini mwenyewe mheshimiwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta amesema kwamba na amewashauri, ukisikiliza moja ya hotuba yake ambayo ilikuwa inatoka kanisani, amewashauri kwamba ODM wajipange, wawe wamoja, wawe watulivu kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya vizuri katika uchaguzi unaokuja. Kwa hiyo lawama kwa viongozi wa stafu nchini Kenya imekuwa ni kawaida kwa sababu ya hizo migongano ya kisiasa na watu kutafuta itikadi mbalimbali au malengo mbalimbali kwa lengo kuhakikisha kwamba wanaweza kutengeneza ndoa za kisiasa au malengo ya kisiasa kuelekea ikulu katika nchi ya Nairobi. Sawa bana, ni Afrika Mashariki na mambo yakiwa kwa namna hiyo. Tazame taarifa nyingine. Nimeona Jamhuri ya Afrika ya Kati sio imefanya uchaguzi na hatimaye mambo yako hadharani. Nimeona kwamba yes, rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Archange Touadera, niko sawa hapo Touadera ameshinda bwana muhula wa 3 katika uchaguzi uliokuwa ukisusiwa na muungano mkuu wa upinzani baada ya kura maoni ambayo iliyoruhusu bwana kuondolewa kwa ukomo wa mihula
Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, rais huyo alipata kura takribani 894,556 sawa na zaidi ya 76%, na hivyo bana kuwashinda wapinzani wake wakuu kwa tofauti kubwa. Mpinzani wake wa karibu Anne St George alipata takriban 15% ya kura, huku Henry Meri Dondra akishika nafasi ya 3 kwa 3%. Bwana, Afrika vipi siku hizi nakumbwa na vyama vingi vile ambavyo vinafanya muungano kususia chaguzi. Hawa jamaa huko nao wamesusia chaguzi. Sema bwana sisi. Lakini sisi na gani vipi? Ukisusa watu wanakula. Bwana, anyway, ushindi wa Todera bwana kwa muhula mwingine Afrika ya Kati pale. Tulihitaja pia katika miongoni mwa zile ambazo tutafanya uchaguzi mwaka huu, sio? Kabisa. Lakini sasa bwana jamaa, nchi yenye machafuko makubwa sana Afrika ya Kati, na ni moja wapo ya nchi kubwa ukiacha Sudan na nchi ya Kongo. Nchi kubwa kijiografia Afrika ni hizo. Kuna Afrika ya Kati, kuna Sudan na nchi ya Kongo. Lakini wenyewe kidogo wamepita kwa nani hizo ukiunganisha Sudan Sudani, Afrika ya Kati na ukiunganisha na Kongo ni sawa sana Ulaya nzima ya Ulaya Magharibi. Ndio unaweka pale. Na kwanza ni ndogo Ulaya Magharibi. Hayo ni nchi makubwa sana. Jiografia. Sema amekuwa na shida ya machafuko, mizozo ndani. Kwa mfano hiyo Afrika Kati imekuwa na vurugu kubwa sana za makundi ya kidini miongoni mwao wakipambana ndani ya nchi hiyo.